Naam, tarehe 7 mwezi wa 4 2019 ni asubuhi nyingine tena ya Jumapili iliyo tukufu kabisa. Ni kipindi ambacho kimepita, naona umetoka kubarikiwa, lakini hata sasa hivi kupitia kipindi hiki utabarikiwa. Nikukaribisha sasa katika kipindi cha Tuongea Asubuhi. Jina langu ni Gigwe Muhule. Jumapili hii kubwa zaidi kwa siku ya leo, kwa Jumapili mara nyingi tunaangazia masuala ya malezi. Leo tunaangazia ufalme wa Mungu katika malezi ya familia. Familia ambayo imetawaliwa na Mungu, familia ambayo imetawaliwa na ufalme wa Mungu. Je, ina
simama vipi hasa katika swala zima la malezi. Lakini baba na mama anatakiwa asimame vipi kuhakikisha sasa huyu mtoto ambaye yupo katika familia hii hageuki kuwa mzigo katika jamii na taifa kwa ujumla. Tunaona Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo inapigana sana kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa na watoto ambao ni mfano kwa mataifa mengine. Lakini baba na mama, umejipanga vipi sasa kumuunda mtoto wako au kumfanya mtoto wako awe mfano bora kwa jamii na taifa kwa ujumla? Nikukaribisha sasa uungane nasi kupitia namba 0765446854. Utatuma ujumbe wako kupitia namba hiyo nami nitausoma. Na hapa kwa leo ninaye mchungaji Mtini Charles. Yeye atatuambia ni jinsi gani watumishi wa Mungu au ufalme wa Mungu unaweza ukaifanya familia iwe njema zaidi, tofauti na familia ambayo inaamini tu kwamba hapa duniani maisha yapo kawaida sana, kwa hiyo haina haja hata ya kuwa na Mungu. Tunaona tunakutana na familia za aina hiyo, yani wenyewe ni kuamini tu kwamba chakula kikiwepo, maisha yakiwa yanaenda vizuri, hakuna umuhimu wa kumjua Mungu. Nikaribisha ungana nasi Jumapili hii mwanzo hadi mwisho, kuanzia sasa mpaka itakapotimu saa 3 kamili, nami nitakwambia kwaheri. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Tunaposema ufalme wa Mungu katika familia au familia ambayo ina ufalme wa Mungu, ni familia ya aina gani? Nashukuru sana ndugu mtangazaji, lakini kwa ambao wananiona leo niwatambulishe kwamba naitwa mchungaji Mtini Charles. Natoka huduma ya RPM au Royal Priesthood Ministry, tupo Mkombozi Center, mtaa wa Kiloleli, jijini Mwanza. Kama alivyoeleza mada ya leo, na lengo kubwa la serikali ni kuwa na jamii ambayo ina maendeleo. Tunaangalia sasa hivi tunaongelea masuala ya viwanda, tunaongelea masuala ya maendeleo, tunaongelea masuala ya amani na umoja, mshikamano. Haya yote yanaanzia kwenye familia. Kwa hiyo unapokuwa na familia ambazo ziko vizuri, familia ambazo zina muundo zinaofuata, Kiingereza nasema wana point of reference, wana sehemu wanapoangalia kwamba kama kuna mgogoro tufanye hivi, kama mtu amesumbua tufanye hivi, tukitaka kula tufanye hivi, kusali tufanye hivi. Wanapokuwa na kitu kimoja kinachowaunganisha, kinachowaelekeza namna gani waende, familia zinakuwa bora. Na familia ndio taasisi ya kwanza ambayo inaunda taifa. Kwa kama familia ziko vibaya, hatuwezi kuwa na taifa zuri. Vijana unawakuta mtaani, ukikuta ni waovyo, maana yake malezi na makuzi kwenye familia yalikuwa mabovu. Kwa hiyo mimi ni Mkristo kama alivyosikia, ni mchungaji. Sasa kama mchungaji ninaongelea hofu ya Mungu kupitia dini yangu ya Kikristo, kwamba kwa kutumia hofu ya Mungu au kwa kutumia Ukristo wetu tuna uwezo wa kuzifanya familia zetu zikawa bora, na taasisi zetu kuanzia mitaa, kata na wilaya zikawa bora, kwa sababu watu ndani yake wana kitu kinachowaunganisha, hofu ya Mungu. Sasa tunaposema kanisa ni jamii ya watu ambao wameitwa kumtumikia Mungu. Lakini katika maana pana zaidi, kanisa ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Tunajua Yesu, ukisoma Marko 1:15, alichokuwa anasisitiza kwamba wakati umewadia, tubuni muiamini Injili. Wakati umewadia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni muiamini Injili. Kwa hiyo Yesu ametuingiza kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana tunaisoma kwenye Yohana 3:5-6 kwamba usipozaliwa kwa maji na kwa Roho huwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa maana yake Ukristo wetu ni kwamba tuko chini ya ufalme wa Mungu. Tukisema ufalme wa Mungu, kwamba kuna mtu ambaye ana mamlaka. Sasa ufalme unaitwa ufalme kwa sababu una mfalme ambaye ni mkuu, ambaye ndio ana mamlaka, sauti ya mwisho. Alafu tuna raia wa ufalme, alafu tuna sheria zake, tuna mipaka. Yes. Kuna sehemu hapo nataka anayetakiwa kuifanya familia iwe na hofu ya Mungu ni mtumishi wa Mungu au ni mzazi mwenyewe? Mtumishi wa Mungu ana nafasi kupitia mzazi. Mtu wa kwanza ni mzazi.
Ndio maana nilikuwa naongea kwamba kutokea mfalme ambaye kwa Kristo ni Kristo, kuja raia ambao ni kanisa, kuja sheria ambayo ni Injili, kuja mipaka ulimwenguni pote. Ndio maana kanisa liko ulimwenguni pote, lakini liko chini ya Kristo. Sasa ukijua ule mwongozo wa Kristo unatakaje, ni rahisi kwenda na familia. Kwa mfano maandiko yanasema watoto muwaheshimu wazazi wenu, mwatii wazazi wenu. Wazazi muwe na mfano na mwenendo mema mbele ya watoto wenu. Wazazi au watu wote mumheshimu Kristo, mdumu katika mafundisho ya Kristo. Sasa Kristo anasemaje? Katika Luka 6:27 anasema watendeni mema nao waonea, wabarikini nao walaani, waombeeni nao wachukia ninyi. Sasa kama hili linaongoza familia, kwa hiyo hata ukisikia kwamba mtoto anasema jirani amenitukana, anasema usijali mwanangu, hatushindane nao, sisi vita yetu ni ya rohoni, sio ya mwilini. Lakini sasa, umeelewa? Sasa unapokuwa na mwongozo huo, ni rahisi sasa kuiongoza familia yako. Hata ikikosea, mnarudi kwenye Biblia, mnaangalia sheria za ufalme wa Mungu kwa zama zetu inasemaje. Lakini bila Biblia, kila mmoja ataenda kwa mila yake. Mimi Mnyakyusa naweza nikaoa Mgogo, tunaendesha watoto kwa utaratibu gani? Na wao Mzungu wao na mambo yao. Lakini tunapokuwa katika ufalme wa Mungu, maana yake tunaongozwa na maagizo ya Mungu, sio ya madhehebu. Ni rahisi sasa kwamba familia nzima iende namna hiyo. Lakini familia nyingi sasa hivi zimekuwa na jamii ya watoto ambao hawana maadili, wana viburi. Ni kwamba ufalme wa Mungu haupo, au ambao wanapaswa kuwasilisha kwenye jamii kama hizi au kwenye familia za aina hii, wapi wamekwama? Ndicho ambacho nilikuwa naongea. Watoto hawajifunzi kwa kile unachowaambia mdomoni, wanajifunza kwa maisha unaoishi. Sasa baba ni mtu wa vibinti mtaani, watoto wanakuona. Baba kiondoka, unakuwa busy na simu, nenda kuongelea chooni. Huwezi kumwambia mtoto akawe na adabu kwa mume wake wakati ameshindwa kuiona kwako. Kwa hiyo unapoona aina ya watoto tulionao mtaani, ndio aina ya familia tulizo nazo. Unapoona ubora wa mwanafunzi, ndio ubora wa shule na mwalimu iliyomlea. Wanapoona ubora wa maada na vipindi hivi kama hiki kizuri hapa Star TV, wanasema ndio ubora wa programu nzima na staff wa Star TV. Maana tunachoona ni matokeo, hatuwezi kuona vitu vilivyo kwenye ofisi yetu. Lakini kama mmeweza mkaandaa maada nzuri kama hizi za neno la Mungu, hata anajifunza vitu vya kuwasaidia kwenye maisha, wanasema Star TV iko vizuri. Kwa unapoona watoto mtaani hawana maadili, hawajaona maadili kwa wazazi wao kwa sehemu kubwa. Sasa maadili yanataka watu mfungamane, lakini muwe na sauti moja. Kinachowafanya muwe na sauti moja ni dini. Na dini, tunapoongelea ni dini, maana yake ni ufalme wa Mungu. Maana nje ya ufalme wa Mungu utataka tuishi kwenye zama za Nuhu, za Adamu, ambaye yeye sheria yake ilikuwa usile tunda la katikati. Ilipita zama hiyo. Kwenye Nuhu ilikuwa ingia kwenye safina. Ilipita zama hiyo. Kwa Ibrahimu ilikuwa ni kutahiriwa mtoto wa kiume siku ya 8. Ilipita zama hiyo. Kwa Musa ilikuwa sheria 613, zilipita zama hiyo. Tunaongoza na sheria za kanisa, maana yake neema na kweli ya Kristo. Yohana 1:17. Neema na kweli ya Kristo. Kinachotuongoza ni kwamba hatuishi kama Torati jino kwa jino. Tunawapenda watu, maadui zetu tunawatendea mema. Ambacho hatutaki tutendewe na watu, na sisi tusikitende kwa watu. Sasa watoto wakiliona hili katika maneno yako, wakilisikia kanisani, wakaliona kwenye maisha yako unaoishi, hawawezi kwenda kufanya tofauti. Haijalishi kwamba kuna Waislamu, kuna wapagani, kuna dini fulani. Kama kila dini inalea watoto wao katika ule mtaala mzuri na inahakikisha wazazi wanaoitwa wazazi wenye familia wanaenda inavyotakiwa. Kwa maelezo yako mchungaji, ni kwamba wazazi ndio wanaoshiriki kuharibu watoto. Ukisema wanashiriki kuharibu watoto itakuwa tofauti, kwa sababu na mimi ni mzazi. Lakini tunasema mchango mkubwa unaanzia kwa wazazi, kwa sababu charity begins at home. Chochote kinaanzia nyumbani. Sawa? Kwa mfano, kama mimi na mke wangu tuna maadili mazuri, alafu mama na mimi tunawalea katika maadili mazuri, hata binti akajifunze vitu vya ajabu shuleni,
atakuwa anafundishika, kwa sababu asili yake ameiona mema. Kama mtoto anakuwa anajua baba hajawahi kumpiga mtu hata aliyemkosea, hajawahi kuona anampiga mama yake, anaangalia mama ananyenyekea kwa baba muda wote, huo uhuni hata kiona kwenye TV anajua sio maisha. Lakini kinachofanyika, mtoto anaishi maisha ya kihuni yote, eti siku ya kitchen party ndio mfundisho kwa masaa matatu akakae vizuri kwenye ndoa. Hamna mtu anayejifunza kitu kwa siku moja. Ndio maana mimi nazipinga zile. Hasifundishi kitu. Na mwalimu wa kitchen party yeye hana ndoa, ilishamshinda. Anafundisha nini? Mtazamaji wa Star TV, kama ndo kwanza unajiunga na sisi, kipindi hewani ni Tuongee Asubuhi. Tulilonalo mezani leo ni ufalme wa Mungu katika malezi ya familia. Ungana nasi sasa kupitia namba 0765446854. Tuma ujumbe wako nami nitausoma. Familia yenye hofu ya Mungu, je, inaleleka? Ina misingi ipi hasa kuanzia jamii na taifa kwa ujumla? Lakini hata wewe baba na mama, umejifunza vipi au umejipanga vipi kuhakikisha kwamba hao watoto wako ambao unawalea kwa siku ya leo wanakuwa na hofu ya Mungu? Na endapo watakuwa na hofu ya Mungu, inakupa urahisi gani wewe katika kuwaonya na kuwakosoa pale wanapokosea? Lakini wanajifunza yapi sasa kupitia wewe baba na mama? Na kuacha na hilo swali, kama una uwezo wa kukaa na kutafakari kwamba mwanao hapo ulipokaa naye anajifunza yapi kutoka kwako wewe baba, lakini hata kutoka kwako wewe mama. Mchungaji Mtemi, turudi kwenye swala zima la ufalme. Ufalme una nafasi ipi katika ufalme? Ndo unatawala familia au Ndiyo, familia ndo inatakiwa iutawale ufalme? Nilikuwa naanza pale mwanzo, sikumaliza vizuri. Niwaeleze watu ufalme, kwa sababu tusipoujua ufalme tutautumiaje katika familia? Kwa tunaposema ufalme, maana yake ni kitu ambacho kina vitu vinne. Kina mfalme ambaye ana mamlaka, kauli yake mdomoni inachukuliwa bila kuhojiwa, ndio maana mfalme. Ndio maana Mungu akisema usile tunda la katikati la mti wa Yuda mema na mabaya, ukila ni kosa kubwa. Alimwambia Sauli kwamba nenda kaue wa Amaleki wote. Sauli alibadilisha akambakiza mmoja, akanyang'anya na ufalme kwa kubadilisha herufi. Umekosea. Tunamjua Yusufu akiingia Misri, alipopewa nafasi kubwa Misri, aliambiwa mtu asinyanyue mguu bila sauti yako. Maana yake usiondoke eneo Yusufu hajui. Kwa kikukuta huko ambapo hakutakiwa, anakuua, hahitaji kumhoji mfalme. Sasa hayo madaraka hayo yamepotezwa na hizi tunapoita demokrasia. Tunakaa katika ufalme wa Mungu, tunaishi tunavyojua. Kwa wewe ni baba unajiba Mkristo, lakini una maisha yako unaotaka, una maisha yako unaotaka. Kumbe ufalme una kanuni zake. Unasema mimi nataka kuwa Mkristo. Mkristo na ethics zake, una kanuni zake. Tukifuata kanuni zile za Kristo, hakuna migogoro. Zinakuja dini za tofauti, hatupasi kugombana nao. Hatupasi kuwaua ili wawe wa kwetu. Hatupasi kuwalazimisha ili kuwa wa kwetu. Tutagombana na nani? Tunakuja na hata ambao hawana dini, tulichoambia tuwapende, tuwaelekeze dini kwa upole. Kwa unakuta kama tunakaa katika maagizo ya Kristo, hatuwezi kuwa na shida. Na kama nataka kwenye maagizo ya Kristo, hata zile familia ni rahisi kuonyeka, kwa sababu mtoto anajua mimi niko chini ya baba na mama. Ninasoma, napata kumheshimu baba. Baba yangu anasali pale, anaenda anasali mpaka atakapopata akili ya miaka 18, ana uwezo wake, bado anaendelea, anazidi kushauriana na wazazi mpaka anakuwa mtu mzima. Anajifunza mdomoni kwa wazazi wake, anayaona kwenye matendo ya wazazi wake. Sasa wazazi wengi hawana maisha hayo. Mama sio waaminifu kwenye ndoa. Unatengenezaje mbiti ambaye sio mwaminifu? Baba anapiga mke kila siku. Unatengenezaje mzazi ambaye hatapiga mke? Baba ana commitment phobia, wazungu anasema. Yaani hawajibiki kwa watoto. Anachojua yeye ni kutotoa watoto, mama ndo analea. Huyu mtoto wa kiume utamfundishaje akatunza watoto wake? Kwa sababu ameona baba unahangaika. Familia nyingi Tanzania sasa hivi, utafiti upo, nyingi sana hasa mijini, zinaendesha na kina mama. Wengine ameamua anaita nina mme ili waseme na mme. Lakini mme alikopa hamna anachofanya, hamna anacholeta. Yeye yupo ndani kama simbo, lakini chakula, maisha, muongozo ni mama. Watoto wa kiume hapo wanaenda aje kuwa baba azuri kule? Watoto wa kike wanaomona mama hivyo na hivyo, watapendaje ndoa? Sio unajua wanaomote ni washenzi, kumbe mshenzi ni baba yao.
Sasa kama dini kama tungeshika vizuri maagizo ya Mungu ambayo yapo katika ufalme, maana Mungu ndio mfalme wetu, ndio anayeamua tuishije, anayeamua tuoeje, anayeamua tuoe nani. Tukifuata vya Mungu, hatutaoa ambaye Mungu hataki tuoe, hatutaolewa na ambaye Mungu hataki tuolewe, hatutalea watoto ambao Mungu hataki. Lakini tutakuwa na peace. Ufalme wa Mungu umetuongoza yapi katika kulea familia yetu? Okay. Kwa mfano ufalme wa Mungu kwa maana ya maagizo ya Kristo yanasema tuwalee watoto katika njia bora iwapasayo. Kwa hiyo hata uone mtoto anafanya nini, unakumbuka Mungu amesemaje? Lea mtoto katika njia ikupasayo. Unajua usipolea unatenda dhambi, kwa sababu ile ni sauti ya Mungu. Binti amejichanganya, amebeba mimba, lile ni kosa. Ametubu kwako, amelia. Ukishamsamehe, usimkumbushe lile tatizo kila siku, ulibeba mimba, unajua wewe ulinimalizia hela shule. Huyu anajua kwamba hata nikikosa nikiomba msamaha haina cha msingi. Akiolewa kwa mume wake haombi msamaha, kwa sababu anajua wanaume hawasamehi. Lakini kama amekosea, tubaki naye kwenye lile kosa, tumnyooshe. Na wadogo zake wanapoona ile shida kwa baba, unaona dada aliharibu unaona shida aliyopata Mungu hapendi namna hiyo. Lakini unapoona mtu ameharibu, amekosea kikubwa, umesamehe, au mama amechepuka, baba amegundua, alafu kamsamehe, watoto wamejua, alafu wanaona wanashikana mikono, wanaishi kama tatizo lilivyotokea, unatengeza kizazi gani? Hata akienda kwenye chama chao cha siasa watavumiliana. Hata akienda kwenye taasisi anafanya kazi atavumiliana. Hata amkute bosi anamuonea atamvumilia. Sasa hayo hawayaoni katika maisha halisi nyumbani kwao. Wakati kinachopaswa kuongoza familia ni sheria za mtawala wetu ambaye ni Mungu kupitia Kristo. Asante sana, nikushukuru sana Mchungaji Mtini. Mtazamaji wa Star TV, niungane na wewe sasa ambaye umetuma ujumbe wako kupitia namba 0654468854. Kuna mwingine anasema familia yenye hofu ya Mungu lazima iwe safi, kwani hata Mungu alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Vincent Mtisi kutoka Iringa Mfindi. Lakini kuna mwingine anasema, anaitwa Clement Saulo, kinachotesa familia nyingi watoto wetu ni kuruhusu kuiga maisha ya maigizo katika television. Kuna mwingine anasema, Kristo, naitwa Ana kutoka Dar es Salaam Konga. Kuna changamoto watoto, chanzo ni wazazi. Mimi nafundisha shuleni, somo la dini ni shida. Kuna mwingine anasema, Mchungaji, watoto wanaosoma na kukaa huko shuleni toka madarasa ya awali hadi chuo, je, wanafundishwa tabia mbaya na nani? Naitwa George. Kaandika kwa kifupi sana. Kuna mwingine anasema, naitwa Amosi kutoka Mwanza, na washangaa wazazi wa kike kuanzia asubuhi ni kupiga watoto mpaka jioni. Je, haya ndiyo malezi yanavyotakiwa na Mungu ndivyo alivyoagiza? Kuna mwingine anasema, ni kweli familia isiyokuwa na hofu ya Mungu hata malezi yake ni magumu sana. Unakuta mtoto anaambiwa hiki lakini hana cha kujifunza kutoka kwa mzazi. Unategemea kesho na kesho kutwa akija kufata nyayo zako utamlaumu. Kaliacha swali kama lilivyo, lakini hajasema anaitwa nani. Kwa maoni hayo Mchungaji. Nimshukuru Ana ambaye ni mwalimu, ameeleza kwamba somo la dini ni shida. Ni kweli tuna mgogoro huo, kwamba aidha baada ya watumishi ambao wana jukumu la kwenda kufundisha mashuleni hawajitokezi. Lakini nitoa wito kwamba wachungaji tupo kama hivi Mwanza, kama kuna shule au taasisi ambayo inahitaji mafundisho haya, nafikiri nimeshasikia na tunaweza tukawasiliana hata pamoja na namba hiyo, naweza mkasiana na Kigwa, tutawasiliana. Naweza nikaja kufundisha kwa Mwanza. Ameongea George, ameongea swala watoto boarding. Siwezi kusema watoto akienda boarding wanaharibika, kwa sababu nitakuta summons hapa watu wenye boarding kwamba unatuharibia soko. Lakini lazima niseme ukweli huu. Maisha ya boarding, kama shule haina mwongozo mzuri, watoto wanaharibika sana.
Mabinti wanafundishwa kusagana, wavulana wanafundisha ulawiti. Nikwambie mzazi, unapoona mtoto muda mwingine hataki kwenda shule, usikazane kumpiga. Mbembeleze, mwanangu, leo mbona unataka kwenda shule, nikupe kitu gani? Kuna tatizo gani? Au nikuhamishe shule. Ukiona nipeleke shule nyingine, ujue kuna kitu anamfanyia kibaya. Sasa aina ya malezi, ule ukaribu huna na mtoto, anajua kisha haribu na mpiga bila kumuuliza. Kwa hata kama hata anamharibu hawezi kuambia, kushirikisha. Wanaanza kuongea naye hawezi kuambia, lakini ukishakuwa karibu na mtoto, jamani, mbona Mungu yuko karibu na sisi? Mathayo 28:19-20 anasema niko pamoja nanyi hadi utimilifu wa dahari. Sauli alikuwa anaenda kutesa kanisa. Kristo akamtokea njiani akasema mbona aniudhi? Anaonyesha kitu kwamba muda wowote yupo. Sisi tuko na hivyo kwa watoto. Watoto wanalelewa na usigeri ambaye humlipi mshahara mzuri, unamtukana, analala sehemu mbovu, ndio anakulelea watoto. Sasa wanapoenda boarding, kuna vimelea hivyo kwamba kuna vijana ambao wana tabia mbaya, wanafundisha watoto hayo. Kesi hizi tunazipata sana boarding. Na baadhi ya shule, kwa mfano kwa mijini, hata hizi za day, watoto wanapokuwa na nafasi ile hawaangalii, wanaachiwa free, wanafundishana vitu vibaya. Tumeona mpaka clip kwenye TV. Sasa ukisema anafundisha na nani, kuna mtoto ambaye mengi pale amefundisha shule ya msingi, amefundisha nyumbani. Unajua hamna kitu kibaya kama una mtoto mdogo ana mwaka 1, 2, 3, alafu unamchukua binti ya ndugu yako ambaye hana maadili hajakae pale. Huyo anawaambukiza hao watoto tabia yake. Asante sana mchungaji. Kuna mwingine anasema ni kweli mchungaji anavyosema, tabia mtoto wako alionayo hata mzazi wake ndiyo tabia alionayo. Miaka tunayoenda hakutakuwa kuna kuoa wala kuolewa, maana kumpata mwanamke mwenye maadili hakuna tena, na wanawake wengi wamekuwa wakijitawala wenyewe, hawataki kuwa chini ya mume tena. Dunia imeisha. Hajataja jina lake, lakini kuna mwingine, naitwa Sele, maoni yangu ili watoto wawe sawa, wakina mama waache mchepuko. Kuna mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mchungaji, mimi napenda kuuliza, unapokuwa unamtongoza mwanamke anakuwa na heshima kubwa, lakini ukisha kaa naye mwaka hata maji hakupelekei bafuni, je, tatizo ni nini? Naitwa Deo Petro kutoka jijini Dar es Salaam. Kuna mwingine anasema, kwa nini kuna baadhi ya watoto wa wachungaji lakini maadili yao ni mabovu? Tatizo liko wapi? Nijibu hayo mawili kwanza. Deo, nakushukuru Deo, umesema tumia neno ya staha, umeanza Bwana sifiwe, alafu uongee kwa style tunamtongoza. Huwezi kumtongoza mtoto wa watu bwana. Unaenda kuongea naye. Kiingereza nasema you ask a hand in marriage. Unaongea naye kwa sababu unamheshimu, amelelewa. Sasa unapoongea na mwanamke anaonyesha heshima, baadaye anaonyesha dharau. Kwa sababu gani? Kijana anaigiza tabia, binti anaigiza tabia. Ndio ile kwamba wewe unauza dhahabu bandia na yeye anakupa pesa bandia. Wanaume wanaigiza maisha. Anajua mwanamke anataka nini? Amazing. Kwa wanawake anataka niwe amazing. Kwa anaweka simu, anaweka kaka vizuri, binti akiona vile sasa nikirusha kwenye profile yangu kwamba ni mume wangu, wenzangu nitawakosha. Ndio vigezo vya mume hivyo. Na msichana anasema maumbile na nini, mtoto wa mkubwa na nini, yani katoto binti iko vizuri. Sasa hiyo inakufurahisha kwenye harusi. Baada ya maisha mnahitaji uwezo wa kuelewana akilini. Sasa wewe alionyesha heshima kwa sababu ulitangaza ndoa. Humfahamu huyo mwanamke, humjui kwao. Unategemea aishi unavyotaka. Okay, na wewe ukoje? Kuna kijana alikuja akasema basi nataka kuoa. Nataka kuolewa na mtu fulani, akasema yule ni playboy. Na mfahamu ni playboy. Maana playboy yani mtu ambaye atulina mwanamke mmoja. Ni playboy, atakusumbua. Lakini yuko smart, kuna mwingine hako smart. Nikasema sawa. Anaingia kwenye ndoa, siku anafunga harusi, mwanaume na watoto hawa nje. Hakujua. Watano.
wanakaa mwaka mmoja, anaongeza wanawake 4. Anapokuja kulaumu sasa, nisingemwambia mwanzoni, anaongeza mwanaume ananisumbua. Uliangalia vigezo gani? Lakini binti ambaye unajua umempenda binti, sikaulize kwao, angalia anavyoishi. Lakini pia makanisa yana shida, kwa sababu baadhi ya makanisa ukitaka kuwa mwanamke usiongee naye. Hasa kwetu akiokolea, usiongee na mwanamke, kaongea na mchungaji, aongee na mwanamke, alafu yeye ndo na nyinyi huenda ndo mmekuwa mkishiriki kuwashikisha vijana kwamba hapa si uchumbie. Ukisema mnashirikisha nitaikubali kwa sababu ni mchungaji, lakini mimi siwezi kufanya hayo. Lakini umekili hapo nyuma kwamba baadhi ya makanisa baadhi ya makanisa kuongea naye. Baadhi ya makanisa. Kwa hiyo unamwona binti amekuja sura sio yake, ameigiza. Labda hana mwili, hana hips, lakini ameweka vitu fulani, ametengeneza, ana makovu usoni, anaweka foundation. Kila siku anakuja yuko kanisani. Mnafika honeymoon, anatoa nafikiri chagazi yake. Kuna watu wanakimbiana honeymoon. Na sheria inaruhusu. Ukikataa kutoka honeymoon kwamba huyu hawezi kuwa mke wangu, utaki, ndoa haipo. Maana ndoa haishi pale kanisani. Haisajiliwi hiyo. Mchungaji atafuta cheti. Kwa sababu gani? Umejiweka maisha ambayo huna. Sasa mtindo wa kusema eti mchungaji, waliamini zamani kwamba eti mchungaji upo kiroho. Ni binadamu akiwa na binti hapa anataka kuolewa, akitokea kijana mwenye hela, kila mwanaume utakayesema ni owe anakukatalia. Mpaka uje useme binti yake. Kama na kijana wa kiume, akimwona binti anakuja, wachumba akija anakatalia. Ukiona mdo naenda, uje olewe na mtoto wake. Sasa hizo ndoa za kupangiana hizo ni dhambi. Huku anaenda wafahamiane, wanagombana. Ndio maana ndoa za waliookoka ndio zina changamoto kuliko ambazo watu hawajaokoka. Shukrani sana. Kuna mwingine kwamba ambao hawajaokoka kidogo ndoa zao ziko vizuri kwa sababu walikuwa marafiki, walifahamiana, wanaoana kiwa marafiki. Sasa walokora leo wengi wanaoana kwa sababu mchungaji akasema hawafahamiani. Shukrani. Kuna mwingine anasema mimi naitwa Edward Lusinde, nipo Dar es Salaam. Ni kweli sisi wazazi ndio chanzo cha kubomoa maadili ya watoto. Kuna mwingine anasema dada, nashukuru sana kwa kipindi kizuri, mtumishi ubarikiwe sana. Kuna mwingine anasema shalom, naamini kama wazazi wanaujua ufalme wa Mungu, hata kizazi kinachotengenezwa kitakuwa chenye maadili ya Mungu. Kuna mwingine anasema anaitwa Eriki Fabric kutoka Kigoma Kasulu, mtoto anapozaliwa anakuja akiwa mpya. Wazazi na jamii inayomzunguka ndio tumepoteza maadili. Kuna mwingine anasema hongereni sana Star TV kwa vipindi vizuri. Pia mchungaji, Mungu akubariki kwa somo zuri. Naitwa Soja, mwanaharakati kutoka Ruvuma Mbinga. Kuna mwingine anasema je, kuna swali kwa mchungaji, wanapingana vipi sasa na huu utandawazi ambao unapoteza uhalisia wa ufalme wa Mungu? Tuanzie hapo. Tulipewa swali kule, tuliruka alisema watoto wachungaji wanakuwa na maadili mabovu. Na lenyewe tunaweza tukaanzia hilo hapo tukarejea. Kwa sababu nilikuwa muda mrefu asija kachukia aliyeuliza. Mchungaji ni binadamu. Kwa mfano amekosea kuoa, akaoa mwanamke kituko, basi watoto hawatakuwa na maadili. Au yeye mwenyewe hajui, hana misingi ile ya kuweza kulea, watoto watakuwa ovyo. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, katika ufalme wa Mungu anayezaa ni Mungu, hatuzai sisi. Kwa hiyo mimi naweza nikaa namjua Mungu, watoto wangu sio lazima mjue Mungu. Usipowafundisha habari za Mungu, watakuwa na sali ili wape ugali. Wanakuwa nafiki. Wanakaa kanisani. Wanasali kwa sababu ya baba. Unawapa ugali, unaona ukiwa na vyombo ndio unataka wapige, binti unataka aimbishe kwaya ili aonekane aolewe. Sasa hao wanaimba hapo kukufurahisha wewe. Sasa kama anaimba kukufurahisha wewe sio kumfurahisha Mungu, kwa nini utarajie wawe na maadili? Hatuzai watoto ambao wanafanana na sisi kwa sababu katika ufalme wa Mungu mtu anaingia kwa kumwamini Kristo, haingii kwa kuzaliwa na mimi. Haya, ili la utandawazi sio kwamba ni kitu ambacho Mungu hakukijua. Maagizo ya Kristo
yanatuelekeza tusiendane na utandawazi. Anasema msiambatane na vitu vya dunia hii. Warumi 12 mstari wa 2. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Utandawazi ni namna ya dunia hii. Sasa kama unafuata maagizo ya Kristo ambayo yako kwenye Injili, hata kija kitu kingine bado utandawazi, utarudi kwenye Injili, utakuwa salama. Lakini ukiacha pembeni Injili, unafuata mila na ustaarabu wako, lazima ujikite, utagota. Ndio maana Ulaya huko wameanza ndoa za mkataba. Sasa ndoa za mkataba umetoka wapi? Mpaka hapa kwetu kuna ndoa za mkataba. Watu wanafanya. Hayakuwepo, ni utandawazi. Kwa nini tunaiga vya kizungu? Kwa mfano angalia utandawazi. Sasa hivi watu kwenye mpira wanakusanyika na kama saa 6. Lakini kanisani tumwambia hata nikufundisha neno la Mungu dakika 10 na sinzia. Kwa sababu gani? Akili imejituni kwenye yale mambo. Usipomjaza mafundisho na kumfundisha akae kwenye yale mafundisho, nafsi yake ikajaa vitu vingine nje ya maagizo ya Kristo. Ukisema omba dakika 1 ameshakata. Hawezi kuomba dakika 10, hawezi kuomba dakika 20. Sasa kama hauombi, unapataje ulinzi wa Mungu? Kwa hiyo utandawazi upo, lakini haujaanza leo. Mchungaji Ntini, changamoto iliyopo kwamba sasa hivi watu wana muda wao ni mchache sana, muda wa kwenda kanisani, muda mwingi labda ni kutafuta. Ufalme unatuonya nini juu ya mafanikio ya mtu na katika kumtumikia Bwana? Iko wazi hiyo, Mathayo 6:33. Utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, haya mengine utapewa kwa ziada. Mungu anataka umtafute yeye, mkae naye sawa, ili hata akikupa mali zisikuendeshe. Kwa sababu watu wengi mwingine, wachungaji tuna kazi. Kuna mtu kama ana shida, hana kazi, hana nini, ana shida kila siku kwako. Akishapata kazi, akapata hela, kumuona. Mwingine ndoa ilimsumbua miaka 12. Tumekutana ana miaka 12 ya shida ndoa. Kila siku simu. Tukaomba maneno yalipotengemaa. Nina miezi 6 sasa hivi sina simu yake. Umeelewa? Kwa watu sasa matatizo yakija kutokea baadaye ndio anakutafuta. Kuna mtu aikupigia simu unajua ana shida, sio kukusalimia, sio kuambia kitu cha msingi. Sasa kwa mfano Zaburi 1 inasema, Zaburi 1:1 inasema msikae kwenye watu wenye mizaha, msifanye nini. Kwa hiyo unakuta mwongozo upo. Sasa ukiacha ule mwongozo ukafanya ya kwako, uko gizani. Kristo anasema katika Yohana 1:5 kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Maana anayemfuata Kristo ndio anaenda kwenye nuru. Kwa ndoa ambayo, familia ambayo inamfuata Kristo ndio iko kwenye nuru. Kama hamna Kristo, mpo kwenye giza. Usishangae kinachokuja mbele. Ngoja niungane na Watanzania tena kwa haraka. Haleluya. Mungu anasema tuwalee watoto katika njia iwapasayo. Je, inakuwaje mzazi amnunulie simu mwanae wakati anasoma? Na simu tunajua ndio kisha uishi kikubwa. Kaliacha kama swali. Kuna mwingine kauliza kwa nini wazazi wa kiume hawako karibu na watoto wao? Mtoto akishindikana wanasema ni mzigo wa mama. Melnas William kutoka Geita. Kuna mwingine anasema anaitwa Kulwa Marieta kutoka Didia Shinyanga. Wazazi wengi siku hizi wamewaelekeza watoto wao katika malezi ya kiroho. Kila mzazi yuko, nadhani alikuwa anamaanisha hawawaelekezi watoto wao katika malezi ya kiroho. Kila mzazi yuko busy na shughuli za kiuchumi, na pia watoto hawakui na malezi ya wazazi wao, badala yake wanalelewa na wasichana wa kazi. Kuna mwingine anasema anaitwa Steve kutoka Mwanza Ilemela. Tatizo la familia nyingi mjini, wazazi hawakai sana na watoto wao kuwafundisha maadili, na wamekuwa na mambo ya kiteknolojia. Unakuta mtoto mdogo ana simu kubwa. Je, hao watoto wanawafundisha nini? Hali kama hiyo kwa watoto itakuwaje? Mwingine akasema jamani, wengine ni watoto wa wachungaji kabisa, lakini wana maadili mabaya. Hajataja ni nani, nadhani hilo tumelizungumzia. Kuna mwingine anasema naitwa Mabukulu. Je, mke kulala kanisani wiki 2 bila ruhusa ya mume, je, ni sawa? Ni sawa? Tuanze hapo mtu. Kwanza ni kushukuru sana ambaye umeongea hoja hiyo.
Unajua kuna kujisahau. Kiongozi wa kanisa ni Kristo, sio mchungaji. Ni Kristo. Maana yake uruhusiwi kuongeza neno humo nje ya maagizo ya Kristo. Sasa Kristo amejifunua kupitia Paulo, ametueleza habari za ndoa. Amesema hata kama mnaomba, kwanza amesema msinyimane. Sawa? Huo mstari mnaujua sana kwa Korintho pale. Msinyimane. Hata kama imebidi kufunga, msitumie muda mrefu, msije mkampa ibilisi nafasi. Kwa hiyo mwanamke anapopasa kwenda kuomba kanisani, au mwanaume anapasa kwenda kuomba kanisani au kusafiri kwenye huduma, ahakikishe nyumbani amekuacha salama, wameelewana. Lakini mimi naenda kumtafuta baba. Sasa si ndio maagizo ni kwamba hakikisha umekaa na mwenzio salama. Maandiko anasema, ukija kwa mfano kwenye Agano la Kale ilikuwa lazima kwamba ukioa mke mwaka 1.5 ruhusiwa atakwenda vitani. Wanasema umfurahishe mkeo. Sasa kwa nini uende vitani ukiwa mwaka 1.5? Ili mke wako muone faraga, ile ndoa ipitiane muni ya mwaka 1.5 ndio ikae. Sasa wewe unasema mimi nipo kiroho zaidi, wakati mlipoungana na mke wako ni kimwili, tunaungana miili. Huna amri juu ya mwili wako. Ana maana gani? Kwamba kama mke wako anakuhitaji, upase kufanya shughuli nyingine. Kama najua una shughuli muda fulani, unapanga, unampa ratiba yako, mnaweka mambo yenu sawa. Kwa kama mwanamke anaenda kanisani kumsafishia, maana ya kanisa, anashinda kanisani, nimeitwa na mchungaji, kama nina shida, kama imebidi niwe na shida na mwanamke kanisani, nimeshaongea na mume wake vizuri na anajua anakuja kutumika masaa mazuri na kula ratiba inaendelea. Usivuruge ratiba ya kwenye familia. Kuna swali mmeulizwa, wanaume, kwa nini mmekuwa ni wavivu katika kukonya na kukosoa watoto? Shida iko wapi? Kwa sababu wanaume walio wengi, kama vile kwa sababu wamekosa yale maadili ya kwenye ndoa, hawajui majukumu yao. Cha kwanza, Petro wa kwanza 3:7 inasema, ishi na mke wako kwa akili, ukimpa heshima, ili maombi yako yapase kujibiwa. Maana yako ukimdharau mke wako ambaye anakuheshimu, Mungu akusikilize. Sawa? Usimwambie wewe ni mwanamke namna gani. Mwanamke anategemea wewe ndio umwambie wewe ni mzuri kuliko mtu mwingine. Itoke kwenye moyo, iingie mdomoni. Na umaanishe. Sio unaendesha gari kile kuta mwanamke unageuka hivi kile kuta kwenye simu kila saa, password za kuchora sana. Mke uweze kumwekea hapo, anaangalia simu yako. Anapokuwa na amani anajua na mheshimu. Na mbele ya watoto mheshimu, hata akikosea mheshimu. Lakini sasa watoto kama unafanya hayo kwa mama yao, maana yake utafanya na kwa watoto. Walio wengi sio wanaume. Nimekwambia ndoa nyingi wanawake hajaolewa. Mimi mchungaji najua. Yaani anaona kwamba asipate shida ya tendo la ndoa kwa anakuwa na mtu ndani. Wasiseme hana mke, anakuwa na mtu ndani. Lakini mwanaume hana msaada wowote wa kipesa, wa ushauri. Hana. Yaani ni box. Wanasema hili ni box. Sasa unategemea huyu atalea watoto? Yeye anasubiri kutoka nje kwenda kulea watoto wawezie huko nje. Lakini wakwake anamwachia mama. Lakini Mungu alimwambia huyu binti, huyu mwanaume hafai, akasema ni amazing. Wewe umempenda mwanaume kwa sababu umemuona anapendeza, yuko smart, alafu unasema mbona mkorofi? Ukipanda mahindi utavuna mahindi. Ukipanda handsome furahia sura yake siku zote, usituambie mbona hana hekima. Uliangalia hekima? Mbona halea watoto wangu? Ulivikagua hivi? Uliangalia sura. Shiba sura, usitupigie kelele, shiba sura yake siku zote. Lakini kama uliangalia maadili yake, atakusumbuaje? Uliangalia hofu ya Mungu yake, haikusumbua na mpelekea kwa mchungaji. Nikasema, Peter, umefanyaje? Mchungaji, samani kweli. Muombe msamaha mke wako. Unawaombea pale wanaondoka kwa hofu ya Mungu. Lakini mwanaume hana hofu ya Mungu, ulisema ni amazing. Hasari yuko sema ni amazing, ana hela. Shida zimeanza, umepata hela, umegundua hivi havisaidii, ni maadili na hekima, unasema mchungaji wanaume atulei. Ulijichagulia. Unaongea nasema mimi naita Mashuti ya Mbali kutoka Didia Luhumbu. Wanaosababisha watoto kuharibikiwa ni kujihusisha na ushirikina. Mzazi akiwa mshirikina, lazima mtoto atakuwa na kiburi. Najua nguzo ipo nyumbani. Kabisa. Nilisema hivi la Mashuti, hujataja uko wapi? Tunakushukuru. Yupo Didia. Didia ipo Shinyanga. Okay. Ni mgeni kidogo huko. Sasa nakushukuru Mashuti huko Didia Shinyanga. Kwanza kwa kutufuatilia. Umeongea hoja ambayo nilipaswa niseme na nikaa nimeisahau. Nikushukuru.
Niwaambie vijana ambao mnataka kuolewa, hakikisha unamfahamu mtu kwao. Sasa unaoa washirikina, wanasali kuigiza. Yeye anachojua ni kuja kukuweka hapa, kukulisha uchafu ili akutawale. Asipokutawala yeye anajua sio ndoa, kwa sababu mama yake anatawala baba yake, bibi zake walitawala babu zake. Sasa unapoenda kwa hapo unategemea nini? Usidharau kama mwanamke ananifanyia haya. Uliona hamna mtu anayejifunza hivyo kwenye ndoa. Huwezi kumfundisha mtu ambaye hajatoka kwenye ushirikina mama yake baba yake aanze kwenye ndoa atakuwa anaogopa. Lakini kama anafanya ujasiri kufanya ushirikina, ni asili yake. Wewe angalia nywele iko vizuri, huyu ni mke. Hayo kubaliana naye. Si umefunga ndoa, huo ni msalaba wako. Lakini ukikuta mwanamke mshirikina, maana yake mtoto wa kike anamfundisha kusema tumwekee baba hili. Ukienda kwa binti wa namna hiyo, unakutana na hayo. Hamna anayejifunza ushirikina mtu mzima, atakuwa anaogopa. Kwa sababu ushirikina ni uchafu na vitu vya ajabu. Amemwona mama yake anafanya. Kuna mtu ndoa ilisumbua sana, pasa ndoa inalisumbua, mchungaji anapata shida. Naomba namuuliza aeleze, lakini nakuja kuomba ninaonyesha sasa. Kumbe mama yake alimpeleka kwenye kichuguu. Wakakaa kama alivyozaliwa. Anamchanja na kumwogesha kwamba ni mume wako akawa anakusikiliza, utakachosema ndaka kusikilize, asiye na hela asikupate wewe. Umemnuilia hayo kwa maneno mwenye hela kukimbia na umkatae. Lakini na kweli watoto wako watamolewa na mwenye hela, lakini ndoa zinasumbua mno kwa sababu umemwoa mwenye hela na yeye ameenda kuroga kwao, kwa amekufuta kichwani. Sasa unaonekana choo. Zile dawa zisaidii, mama alishakufa, baba alishakufa, mganga alishakufa, unaonekana choo. Ukija kwa mchungaji huelezi ukweli. Sasa vijana, usiangalia amazing ya sokoni. Kapeleleze kwa mwanamke. Wanaolewa kwao, wanashirikiana na majirani. Maana yale maisha ndio atakuja kuishi nao kwako. Usiseme mimi nimemuoa mwenyewe. Vijana anamuona mwanamke unasema huyu mwanamke ni mbaya, anasema sinamoa yeye. Ni uongo. Akishazaa watoto anaanza kuishi na ndugu zake. Shukrani mchungaji. Kuna swali hapa limetufikia. Naitwa Gerard Bulinjie wa Kibondo. Swali kwa mchungaji. Muda sahihi wa kuishi katika uchumba, vijana wanapaswa kukaa kwa muda gani ili kufahamiana vizuri? Nashukuru sana. Uchumba unatokana na urafiki. Kwa mimi ungeniambia nianze urafiki. Sasa utandawazi kidogo unasaidia kumjua mtu. Tofauti na zamani kwamba mtu akiwa Mbeya huwezi kumfahamu, lakini leo hii nikijua Gigo anakaa Mtwara, naweza nikawasiliana hata Mtwara angalau akaniletea hata profile yako. Ninachokimaanisha kwamba ujitahidi kabla hajawa mchumba ni rafiki. Kuna vitu mmekubaliana vya msingi. Kabla hajawa mchumba wako unajua kama ni mshirikina basi mkaona mshirikina tu. Lakini kama hofu ya Mungu, hakikisha huyo kwao hamna dalili za ushirikina. Muulize maswali ya msingi. Mwanaume mwanamke, uliza mtu wako, mwambie nataka kufika kwenu. Nipe namba ya dada yako ya fulani. Kwenye urafiki, au ni rafiki yangu sio mchumba. Hao ukikaa nao utajua tabia ya mume wako, utajua ya mke wako baadaye. Sasa hayo hayana limiti. Mtu mwingine unaweza kumjua mapema, lakini usipomjua mapema, usipomjua usiingie kwenye uchumba. Na ukiwa kwenye uchumba usiporidhika na mambo mengine, kwenye uchumba ndio pale mnapima afya. Anazaa zai. Mnapima afya. Magonjwa, mnapima afya vitu vingine. Sawa? Ndio kwenye uchumba wewe. Lakini kwenye urafiki ufahamu huyu naweza nikajikomiti naye. Kwenye uchumba angalia tutaishi kwenye ndoa, tutakaa pamoja. Anafundisha Mtwara, wewe unafundisha Dar es Salaam. Hiyo itakuwa ndoa? Yuko private kule, uko private huko. Kuhama haipo. Kwa hiyo kuna lakini hilo ni swala la kimajukumu, haliingiliani na ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu tunataka uwe karibu na mkeo. Sasa akija kwangu kulalamika kwa mke wangu mume wangu amenikimbia, ninapata shida nasemaje? Kuna mwingine anasema familia yenye hofu ya Mungu lazima italea watoto kimpango wa Mungu. Naitwa Christina Magina wa Arusha Kisongo. Kuna mwingine anasema mtoto atapata kuogopa kutenda dhambi atakaposhika mafundisho ya dini, sio wazazi
wazazi ndiyo maana hata madhehebu ni chukizo mbele za Mungu. Naitwa Casto Mwenga, nipo Tegeta, Dar es Salaam. Wewe unasema madhehebu ni chukizo? Kwa nini? Na sijajua alikuwa anamaanisha nini. Labda alikuwa anamaanisha kwamba wengine labda huenda hawatamani hata kwenda kwenye madhehebu hayo, kwamba naenda kufanya nini. Labda ndio lengo lake lilikuwa. Au kwamba madhehebu yana taratibu mbaya za kupata wachumba, kwa bora mtu amsikize Mungu kama Naitwa Asmani Mpare kutoka Arusha. Unga Limited, soko Mjinga. Wazazi wanatakiwa kusimama sehemu yao kama wazazi, maana tabia ya mtoto inatoka kwa mzazi. Naitwa Madishi wa Bukoba. Familia bora itaongozwa kwa misingi ya kidini na maadili mema kutoka kwa wazazi. Kuna mwingine anasema, mimi natoka Geita. Kilichoharibu sana watoto hasa ni mitandao na wanaume wa sasa hawajielewi. Naitwa Feti kutoka Arachuga. Ni kweli familia iliyokosa hofu ya Mungu lazima hata watoto wataharibikiwa kabisa. Kikubwa ninachokiomba, hebu wazazi wajaribu kumcha Mungu. Inakuwaje wanakwaya wanapata mafundisho lakini wanabeba mimba bila utaratibu? Anasema, asante sana mtumishi wa Mungu, mada ya leo nimeielewa sana na umenifundisha kwa kiasi. Mungu akubariki. Naitwa Diana kutoka Mwanza. Amesema wanakwaya wanabeba mimba kwa dakika 3. Okay. Wanabeba mimba kwa sababu kwaya nyingi sio za Mungu, ni za madhehebu. Wakolosai 3:16 inasema ili mtu uimbe, cha kwanza neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako, katika hekima yote ndio uimbe. Kanisani wanajifunza stepu, kwaya, shepu, vitu fulani. Hakuna sifa za Kristo ili uimbe. Sasa mtu ambaye umemtoa kwa sababu ana sauti nzuri, anaimba kwa sababu anajua kupiga gitaa, unategemea maadili atoke wapi? Kwa hiyo hilo ni makosa la watumishi. Lakini anasema kinachoharibu mitandao, wanaume hawajielewi. Wanaume ambao hawajielewi wapo, ila wako very amazing. Wanaume wanaojielewa wapo pia, lakini hawako amazing. Sasa kwa sababu mnatafuta kitu cha muda mfupi ukiweke kwenye mambo ya kudumu, ndio mchanganyiko. Jambo la msingi unaliwekea vitu visivyo na msingi. Jambo la maisha unaliwekea vitu vya muda mfupi. Unataka kwa mfano mtu anasema nataka mwanaume ana shape, akishazaa shape inaondoka, unaanza kusumbua. Mwanaume nina kitambi, sikuwa na kitambi nikimaliza shule. Nimekuwa mtu mzima, kubwa vyeo hivi kazini, mwili unakuja. Sasa angenipendea kama nilikuwa mwembamba kipindi kile, sasa hivi ananiacha. Kwa hiyo jitahidi sana mtu usiende kwenye vitu vya mwili, na kinachotupa haya ni Kristo. Anasema mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayefaa, sio shepu, sio uzuri wake. Na mwanaume vile vile awe na hekima, anayekuheshimu na kukutambua mke. Lakini ukijibebea kwa sababu ndio ana hela, usimlaumu mtu. Kwa hiyo kwaya kweli zina matatizo kwa sababu wengi walio wengi mnawaambia wachangie vyombo, wachangie safari. Zile wanatoa wapi? Wanahongwa barabarani, wanahongwa hata na watu kanisani, mpaka na wachungaji, wanahongwa na wazee kanisa ambao wana tabia nzuri ili wakarekodi. Mwisho nimekuja, mchungaji, ni halali mume kujua kipato cha mkewe kwa kukipangia matumizi? Swala ngelinyosha hivi, ni halali kipato kufahamika? Mkisha kwa ndoa, vitu vinavyohusu mwilini, kwa mishahara yenu hapo, akaunti za benki hapo, akaunti za simu hapo, miradi mliokuwa nayo nyuma mezani, mnaipangilia kwa pamoja. Usiseme ujue ya mke alafu mke asijue yako. Wote mweke pamoja, mkubaliane hatua moja kwenda hatua ya pili. Mkifanya hivyo hamna kitu kigumu. Kwa kuhitimisha na Watanzania asubuhi ya leo, Jumapili ya leo, hebu hitimisha kuzungumzia swala zima la ufalme wa Mungu. Ninachoongea ni kwamba malezi bora kwa watoto wetu.
Nachoongea kwamba msingi tunaweza kupata ili tuwe na familia bora na taifa bora ni kuwa na hofu ya Mungu. Na hofu ya Mungu tunaipata katika maagizo ya Mungu ya kizazi hiki. Hatuwezi kuishi kwa kufuata sheria za Adamu zilipita, wala za Nuhu, wala za Musa. Tupo katika sheria za Kristo. Ndio maana tunaongelea ufalme wa Mungu. Musa hakutaja ufalme wa Mungu, alitaja kwenda Yerusalemu. Lakini sisi tunaambiwa ufalme wa Mungu ili tuishi tukitumia ya juu, tuishi tukimwangalia Kristo pale alipo, tuishi tusitamani vya duniani. Tukiwa na namna hivi, watoto watatoka na maadili mema. Hata akikuta mtu asiyesali watamheshimu, hata akikuta maisha magumu watavumilia, watatii serikali, mamlaka na waongoza. Nikushukuru sana mchungaji Ntimi Charles kwa ufafanuzi wako mzuri, na imani wa Tanzania wamebarikiwa. Mtazamaji wa Star TV, kipindi kilikuwa ni tuongea asubuhi. Kubwa zaidi tulilokuwa nalo leo ni ufalme wa Mungu katika malezi ya familia. Baba, mama, je, umesimama vipi kumlea mwanao? Lakini ni nani mkombozi wa maadili ya mtoto? Ni swali ambalo nakuachia wewe mzazi ambaye ulikuwa unanitazama kwa sasa hivi. Nani atamkomboa mwanao kutoka kwenye hali alionayo sasa hivi ili aweze kubadilika? Jina langu ni Gigo Mhule. Asubuhi hii nilikuwa nawe toka mwanzo hadi mwisho. Elisha Ndalo, nikushukuru sana, umeweza kunifanya nimeungana na Watanzania Jumapili hii. Nikutakia asubuhi njema mtazamaji, lakini nikusihi tu endelea kutazama Star TV.